wale wa diploma tuweke angalau allowance ya kulipa shilingi 500,000 na wale wa degree tuwalipe shilingi 700,000. Ni kauli ya mbunge wa Kisarawe Selemani Jafo ambayo aliitoa katika bunge la 13 ikiwa ni hoja binafsi inayopendekeza kuanzishwa kwa mpango maalum wa ajira za muda part-time employment kwa vijana nchini ili kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira. Hoja hiyo imeibua gumzo hususan baada ya kupendekeza kuwa vijana 50,000 nchini wenye diploma walipwe posho ya shilingi 500,000 huku wale wenye elimu ya degree walipwe 700,000 ikiwa ni mzunguko wa miaka 3 katika ajira. Hoja hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti hasa kupitia mitandao ya kijamii ambapo baadhi ya watumiaji wa Instagram wameonyesha kuunga mkono wakisema inaweza kuwa suluhisho la muda kwa vijana, huku wengine wakipinga wakidai kuwa kiwango hicho hakiendani na elimu hizo. Kuna hii komenti imeandikwa kupitia ukurasa wetu wa Instagram ikisema ya kwamba, je, ni kweli degree holder watakubali kupokea 700,000 kwa mwezi? Mwingine pia kaandika, na degree ya master mnataka mtupe 700,000? Na hoja nyingine ikaandikwa pia, hoja zimepangiliwa sana, safi sana, ni mpango mzuri na utatoa majibu kwa swala la ajira kwa vijana. Wanasema sio lazima usolve tatizo 100%, lakini hata kwa 50% ni nyingi, kwa hiyo naunga mkono hoja, naomba kuwasilisha. Sasa Ayo TV tumempata mbunge huyo ambaye aliwahi kuwa waziri wa viwanda na biashara kupitia mahojiano maalum kueleza kwa kina dhamira na mwelekeo wa pendekezo lake. Jambo limepokelewa na kubwa zaidi, manake sizungumzii kima cha mshahara. Nimezungumzia kwanza makusudio. Kusudio langu ni kuleta hoja binafsi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayogusa mustakabali wa vijana katika nchi yetu hii. Tunafahamu kwamba takwimu zinaonyesha kwamba kwa hivi sasa takriban kila mwaka tokea tunapotoka mwaka 2021 mpaka hivi sasa kati ya vijana 55,000 mpaka 65,000 wana graduate kila mwaka. Manake kutoka vyuo vya kati katika ngazi ya diploma na vyuo vya na upande wa degree. Na katika hilo unaona kwamba kati ya 30% mpaka 35 ni vijana wa diploma. Unatoka pale katika 55 mpaka 65 hawa ni vijana wa degree. Kwa hiyo unaona kwamba kuna vijana wengi ambao kila mwaka wanaingia katika soko la ajira katika nchi yetu katika upande wa ngazi ya diploma na ngazi ya degree. Lakini hivi sasa naomba nikwambie, tushukuru sana Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana katika swala zima la kusukuma upande wa ajira kwa vijana. Tunaona kipindi cha miaka yake takriban sasa miaka 5 ameweza kuonesha scope kubwa sana kuajiri vijana wengi kuingia katika soko la ajira. Unaona bado vijana wengi wamekuwa na changamoto kwa sababu absorption capacity wakati mwingine inakuwa limited. Kwa hiyo unaona kama kuna vijana wengi wanakosa ajira. Na naomba nikwambie mifano halisia ipo. Leo hii ukienda maeneo mbalimbali, nenda sokoni Kariakoo pale, utakuta vijana wenye diploma, degree, mpaka master, mpaka PhD wako pale. Lakini ukienda katika wasafirishaji, maana tunaita maafisa usafirishaji, hawa driver bodaboda, wengi ukiona kwamba vijana wengi pale wengine ngazi ya diploma, degree mpaka masters. Kwa hiyo unaona kwamba jinsi gani hilo eneo linakuwa na changamoto kubwa. Leo hii tembea katika maeneo ya miji mbalimbali, kwa mfano hapa Dar es Salaam, kuna watu wengine ukuta wanaokota zile chupa za barabarani. Usizani kwamba mtu mwingine anakota chupa za barabarani kama singine hajasoma. Wengine wale wana masters, wengine wana degree. Kwa hiyo unaona kwamba jambo hili ni kidogo ni changamoto kubwa, lazima kama ni nchi tuweze kuwa na majawabu. Ndio maana kama mbunge nimeamua kuandaa hoja binafsi. Kwa hiyo msingi ni kwamba nimeandaa hoja binafsi kwa ajili ya kuipeleka bungeni. Ndio maana kwamba nimependekeza katika mchango wangu. Sasa ofisi ya waziri mkuu iangalie. Hoja yangu nimeweka mezani kwa njia ya proposal. Kama ikiwezekana basi ofisi ya waziri mkuu ichukue yale mawazo kwa ujumla wake. Na mawazo hayo yakoje? Ni kwamba ikiwezekana kila mwaka tuwachukue vijana takribani vijana 50,000. Katika vijana hao 20% wawe vijana wa diploma na 80% takribani 80 iwe vijana wa degree. Kwa hiyo ukifanya mkusanyiko huo manake vijana takribani 10,000 wa ngazi ya diploma na vijana takribani 40,000 kwa ngazi ya degree. Sasa nimetoa mapendekezo kama kiongozi ambao naangalia hali halisi ya nchi, lakini changamoto kubwa la vijana kukosa ajira, lakini wakati mwingine unaangalia liquidity, swala zima la uwezo wa serikali na uwezo wa nchi. Ndio maana nimekuja na mapendekezo kama pendekezo la mbunge, nikasema basi angalau basi huyu kijana ambaye amekosa ajira, huyu kijana wakati mwingine anajitolea lakini halipwi hata senti 5. Kuna walimu wengine wamejitolea takriban miaka 4 hawajalipwa.
Kwa mfano na mwalimu wangu mimi pale anaitwa John Mbunda, ni mwalimu mzuri sana. Hivi sasa hivi karibuni ana mwaka wa 6. Tuko pale naye Kisarawe. Anahangaika kila wakati, singine anahangaika katika interview lakini hajapata fursa ya kupata kazi. Ukiangalia wakati mwingine anapata posho 100,000, 200,000 haizidi hapo. Kwa hiyo ndio maana nimekuja na mawazo kwamba wale sasa vijana wa diploma angalau tuanze kuwapa posho takriban shilingi 500,000 na ile ngazi ya degree angalau apate shilingi 700,000. Na hii ukija kuangalia huyu mtu ambaye alikuwa anajitolea takriban miaka 4 hajapata hata senti 5 kila mwaka. Anaenda shuleni anafundisha watu lakini halipwi. Au analipwa wasichana wa shilingi 100,000. Kwa mfano kuna vijana wetu wengine, kuna dada mmoja mimi nimemwona leo anafanya kazi ya ulinzi ambayo ni graduate kutoka UDOM. Ni mwalimu kutoka UDOM. Anafanya kazi, mshahara wake shilingi 102,000. Sasa ndio maana nimeangalia kwa kufanya tathmini na hasa mwenendo wa serikali na vijana wetu wa graduates mbalimbali, nikaona basi ni vyema mtu wa degree angalau apate mshahara wa shilingi 700,000 na yule wa diploma apate shilingi 500,000. Na hili nikapendekeza vile kwa sababu sasa hivi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumekuja na Universal Health Insurance, kwamba bima ya afya kwa wote. Nikasema mshahara huu usaidia vijana hawa vile vile kuingia katika bima ya afya, na ikiwezekana sasa pendekezo langu linaenda mbali, ikiwezekana bima ya afya itoe provision maalum kwa vijana hawa. Basi angalau kijana huyo akiingia katika bima ya afya, eneo hilo limguse hata mzazi wake, babake na mamake. Kwa hiyo tunaongeza scope ya watu wanaingia katika bima ya afya, na wazazi watakuwa wenye kushukuma vijana wao wamesaidia wazazi kupata bima ya afya. Hali kadhalika itasaidia mchango wa nchi kuingia kwamba kutekeleza ile bima ya afya kwa wote. Lakini hata hivyo nimependekeza kwamba vijana hao wanapoingia vile vile kuwe na package maalum, utaratibu ule maalum wa kuingia katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Hii maana yake itachangia mambo yote. Kwanza tutasaidia vijana kupata ajira moja. Jambo la pili, tutapunguza frustration. Naomba nikwambie kuna vijana leo hii wana frustration. Ukiangalia tatizo la afya ya akili sasa hivi linaongezeka, na kiango kikubwa kuna vijana wetu ambao wamemaliza vyuo vikuu, wengi wanapata tatizo la afya ya akili kwa sababu ya matatizo ya kukosa sehemu hata ya kupata mkate wao. Kwa hiyo manake tutakuwa tumeongeza kwamba vijana wetu kupata ajira, tutaongeza vijana hawa wao na wazazi wao wataingia katika mfumo wa bima ya afya kusaidia, na hivyo itachangia ajenda ya Daktari Samia Suluhu, ajenda ya serikali ya 6 kuhakikisha kwamba vijana watu wote Tanzania tuingia katika bima ya afya. Lakini itasaidia swala zima la ile Social Security Fund, mifuko ya hifadhi ya jamii, kuongeza swala zima la upana, kuongeza idadi ya wachangiaji ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo itaanza kutibu katika maeneo hayo yote. Kwa hiyo ukiangalia wazo hili kwa hali ya sasa ni wazo muafaka sana. Ndio maana sasa, lakini hata hivyo nimeenda mbali kupendekeza kwamba wapi zitapatikana fedha hizi. Nikasema katika mchanganuo huo basi ni vyema basi katika mapato ya halmashauri angalau 10% katika yale matumizi mengineyo ichangie katika halmashauri zetu kupata fedha hizi. Lakini unakumbuka sasa hivi kuna contribution kutoka katika taasisi zetu hizi. Mashirika binafsi kila mwaka yanachangia katika mfuko wa serikali ambao tunashukuru sana msajili wa hazina amefanya kazi kubwa, na tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa imefanyika. Leo hii mapato yale yameongezeka, tumefika zaidi ya shilingi trilioni 1.3. Unaona kazi inaenda vizuri. Kwa hiyo nikasema katika mchango huo basi angalau 10% itumike katika kufinance hii program, ambayo sasa kwa ujumla wake eneo hili litakuwa wastani wa shilingi bilioni 60 kwa vijana wa diploma kwa mwaka na bilioni 336 kwa vijana wa degree kwa mwaka. Jumla yote inakuwa bilioni 396. Kasa bilioni 396 itasaidia kwa kiwango kikubwa vijana wao kupewa hizi allowances za kuweza kuwasaidia. Lakini nikasema mikataba hii basi iwe mikataba ya miaka mitatu. Vijana wanapata mkataba wa miaka 3 kwa lengo kwamba atahudumu katika eneo hilo akiwa na part time contract. Lakini hata hivyo mtu anapopata ajira muda wowote manake ana drop, na tuna enroll vijana wengine ambao wanaingia katika mfumo huo. Hilo ni moja, lakini mpango huu lengo lake ni kwamba wende mpaka mwaka 2050 tunapotekeleza dira yetu. Kwa hiyo tutaenda miaka mitatu mpaka 2050. Na katika hizi hoja binafsi zimepokelewa kwa namna tofauti mtaani, kwenye mitandao ya kijamii na sehemu nyingine pia mbalimbali, hususan pale watu wanapohoji kwamba kwa nini iwe miaka 3? Na je, pia kuna mazingatio ya wale ambao kundi la vijana halijapata ajira kabla, kwamba wamehitimu miaka kadhaa iliyopita wapo mtaani, na kuna makundi mapya pia yamehitimu. Sasa hawa itakuwaje na mpango huu ambao kama ukipokelewa? Kwanza tulikuwa hatuna kitu kama hichi. Jambo la kwanza tulikuwa hatuna wazo kama hili.
Manake this is new innovations, ugunduzi mpya, na naomba niseme jambo hili litakuwa mfano wa kwanza barani Afrika. Inawezekana ikawa mfano wa kwanza duniani. Na jambo hili tukilitengeneza ikawa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza akawa na special statement katika mikutano ya UNGA, ile mikutano ya United Nation, kwamba yeye amefanya nini kama rais mwanamama katika taifa lake kusaidia vijana. Sasa hii hawa vijana ambao wameweza katika nyakati ndio sasa ndio solution jambo hili. Kuweza kurecruit na hasa kuangalia wale vijana ambao muda mrefu wako mtaani na kuanza na hao. Na hili maana yake ni kama nilivyosema, sio mpango huu sio wa miaka mitatu umekufa. Mpango huu lengo lake ni kama tunaenda katika utekelezaji wa dira 2050. Maana yake nilivyoweka mawazo haya ni kwamba tutaenda nao mpaka 2050. Ina maana kwa kila mwaka tutakuwa na idadi ya watu huo 50, na inawezekana kipindi ambacho singe serikali mfuko unapokaa vizuri inawezekana ikaongezeka kama bilioni 395. Is negligible kwa nchi inaofanya commitment. Kwa mfano itakafika nchi ikafanya maamuzi, huenda wazo hili ametoa Jafo sasa, no sio vijana 50,000, twende na vijana 100,000. It's almost sengine bilioni 800. Bilioni 800 leo Mheshimiwa Rais ameweza kusaidia mchango wa vijana kutoka swala zima la elimu, mikopo ya vijana. Kumbuka ilikuwa bilioni karibuni 270, leo vitu karibuni bilioni 800, zaidi inaenda katika trilioni 1. Huyo Daktari Samia Suluhu, kama hili tumelifanya kwa mwaka, tutashindwa kulifanya hili? Na hili manake linaenda kujibu matatizo ya vijana wa Kitanzania. Na mimi niwaombe, jambo hili ni jambo la Watanzania wote. Na ndio maana nimesema imani yangu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu, najua makini sana, jambo hili nadhani atalichukua kama lilivyo na kuwa na sehemu ya utekelezaji wa kwanza katika serikali hii. Na hii manake itakuwa ni heshima kubwa sana kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika awamu hii tunapoenda baada ya uchaguzi 2025, sasa 2026 kwenda 30, majibu yanaanza kujitokeza sasa. Manake hapa ina maana itakuwa tumefanya kazi kwa wakati sahihi zaidi. Kwa hiyo imani yangu kubwa sana waziri mkuu atachukua wazo hili, na sina mashaka. Najua ni mtu makini na ametunguka vizuri katika mikoa yote, ameona pressure ya vijana. Nadhani jambo hili litachukuliwa kama lilivyo, na mwisho wa siku tutawaheshimisha Watanzania. Sitarajii sana na sitegemei kwamba jambo hili sasa halitopita afu baadaye nilete hoja binafsi bungeni kwenda kuijadili. Kwa mawazo haya na ukiangalia hisia za Watanzania, ni imani yetu kwamba hotuba hii wakati waziri mkuu anapomaliza inawezekana jambo hili, kwa sababu bahati nzuri nimeandika proposal iliyokamilika yenye mapendekezo, yenye maazimio na nini tunafanya. Iko proposal iliyokamilika na nimeweza kuisubmit katika ofisi ya waziri mkuu, nimeweza kuisubmit katika kiti cha bunge, nimesubmit kwa wabunge wote kama proposal, lakini nimeandaa hoja sasa binafsi, lakini hii itaingia kwa utaratibu wa hoja binafsi endapo jambo hili litakuwa halijafanywa kazi katika kipindi cha sasa.